Tuko uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Leo tunajimoya moya tu, hakuna mushkili wowote, kila kitu kiko sawa sawa. Unao nafasi ya kutembelea kwenye kurasa yetu mama kabisa ya Instagram ya Azam Sports pale kushuhudia ratiba za vipindi mbalimbali, kushuhudia pia highlights za mambo kadha wa kadha, lakini pia kushuhudia mambo mbalimbali ambayo huwa tunakuwekea pale. Utembelee pia ukurasa wa Andrew Kinga Mkono kwenye Instagram yake, muongezee wafuasi huko. Tembelee pia Galisten Muro kwa jina hilo hilo la Galisten Muro. Fanya kama ndugu naye atakufanya kama rafiki. Lakini pia si vibaya ukiutembelea ukurasa wangu wa Hassan Ahmed _ pale tunakuwa kama ndugu, nami nitakufanya kama rafiki ili mambo yaende sawa bin sawia. Kuelekea kwenye mchezo leo, makocha wa timu zote mbili wamezungumza maandalizi yao, namna ambavyo vikosi vyao viko tayari kiasi gani kuelekea kwenye mchezo wa ngao ya jamii. Tukianza na kocha wa Simba Sports Club ambaye ni Fadlu Rahman Davis. Naam, sijakosea, ni Fadlu Rahman Davis, kocha mkuu wa timu ya Simba, lakini pia baadaye tutakuja kumsikia Romain Folz ambaye ni kocha mkuu wa kikosi cha Yanga. Wao wamesema nini kuelekea kwenye mchezo muhimu sana hii leo ambao unaashiria ni ufunguzi wa pazia la ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Kwa sasa tukasikia makocha kile ambacho wamekizungumza. Everybody has had it's it's a cup to play for, and it's a cup that we desperately want, we desperately need. It's a cup for the fans. Yes, it's the beginning of the season. It's the first match, official match. Everybody has had their ceremonies, the Simba Day, the Yanga Day. This is where the competition starts, and we're well prepared for after a fantastic pre-season on our side. Pre-season where, of course, we didn't have all the players. There was Chan, there was FIFA break already. Normally already after the first FIFA break you have had some matches already, so the season is quite late this time around, but we've had a good pre-season and we're well prepared. Of course, a lot of new players, the existing core players that has remained. So we're quite excited to see the season start, and who better than to play the derby. We're very excited for this match, and it's a big test for us, not only for us but for Yanga as well. Two big giants going head to head, and we can definitely expect an exciting match. Yes and no. Of course we have the advantage of having the same coach, the same technical team. But we have new players. Yes, a lot of new players. We've tried to integrate them into the team during this pre-season, and it's about education, first of all, in terms of how we play, the new players coming in. And we've had the group together now for 3-4 training sessions where the players have come back from, Chan has come back from FIFA international break. With the national team, so we've had a couple of sessions to integrate. Yes, they still have to get used to how we play and how we operate, but I think the pressure is on Yanga because they have a new technical team. Yanga has won all trophies last season with 3 different coaches, so the pressure is on them now. It's just a new technical team, but the same players that are probably more ready for a derby. They probably know what to expect from the derby, so why I said yes and no is the new players, they can have the excitement, but maybe they don't know the magnitude of the derby. So they have the energy there that energize the feeling for playing this derby. So we try to mix, we try to use certain players that have played the derby before, and of course in certain positions, key positions, we'll put players that will be their first derby. So I'm not really worried about new team, 13 new players this season. No, they have to adjust. We have consistency in terms of the technical team. We have consistency in terms of the core players that have remained, and now we've got the spine that is really strong. Once you build on from that spine, I think that gives us a good advantage to go into this match, and we're quite ready for this match. Habari za asubuhi. Kwa niaba ya wachezaji naweza kusema kwamba
tupo tayari na tulikuwa na wakati mzuri sana wa maandalizi. Naweza kusema kwamba tumefanya pre-season vizuri na tumepokea mafunzo mengi kutoka katika benchi letu la ufundi. Naweza kusema kwamba utakuwa ni wakati mzuri kuelekea katika mchezo huu, na sisi kama wachezaji tupo tayari kuelekea katika mchezo huu, na kila mchezaji yupo tayari kwenda kutoa 100% aliyokuwa nayo na kuweza kuapply kila kitu ambacho tumejifunza katika viwanja vya mazoezi kwenda kukiweka katika mchezo wa kesho ili kuweza kwenda kufanya vizuri. Na imani kwamba utakuwa ni mwanzo mzuri kwa sababu ni mchezo ambao unaenda kufungua msimu huu mpya. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi wachezaji tunauangalia kwa jicho lingine na tupo tayari kwenda kujitolea kwa 100% zote na kuweza kuwafurahisha wapenzi wetu. When it comes to the game and the season starting, obviously we're very excited about it. It's a big game to start the season. We're going to do our very best to give the best performance possible, just like we do on every single occasion. No matter the opponent, no matter the competition, we always try to give our best, though this time is no different. It's going to be a big game with a big crowd. We're going to try to make our fans proud and to bring back the trophy with us after the game. The pressure is always part of the game. The question is how you handle it and how you approach it. For me, I think in any big match environment or in any big club environment, the pressure is always on. The context that you're displaying now, of course, puts us in a situation that we must perform. But I'll be very honest with you, saying that if the context was different, I would approach things the same way. I would be looking at the same outcome. So does it give us any extra pressure? No. Is the pressure here? Yes, and it should be. Look, for the specific position that you're talking about in the midfield position, you're referring to the defensive midfield position. We have players who can cover that position very well. Khalid Aucho was an important player of Yanga for many years. Now that he's gone, someone else is going to take over and become an important player of the team. We have many players who can play in that position. I can guarantee you that whoever I choose to start or enter in that game tomorrow will deliver. He will do well. Whether it's Balakonte, whether it's Aziz, even Duke can play in that position. We have many players who can play there. All of them are able to perform. So for me, I'll be very honest saying I'm not concerned at all about this. When it comes to the midfield department, yes, you're right. Simba has good players, just like many teams have good players. So are we. We're quite good in that department as well. So as I often say, when you have a game like that with two good teams, with two good midfield areas, it's who produced the best work, who is the most organized, who has the best approach, and we'll do what we need to do to make sure it's us. Muhimu ni kupambana kwa sababu mchezo wa derby ni mchezo mgumu na kila mtu anakuja na maelekezo yake. Lakini sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kupambana na kuweza kupata matokeo. So kila mchezaji kila muda tunakumbushana kwamba huu ni mchezo muhimu na ni mchezo ambao utaonyesha direction nzuri ya msimu. Kwa hiyo tuko tayari na tunaahidi kwenda kupambana kwa mchezo huu. Kitu kizuri tulikuwa tunaona wenzetu ambao wanacheza, lakini pia kuna video ambazo zilikuwa za wenzetu wakati wanazitumia huko. Kwa hiyo sisi kama wale ambao tumekuja ni kuweza kuadapt kile ambacho mwalimu anahitaji na kuweza kufanyia kazi, kwa sababu sisi ni wachezaji wakubwa, tunahitaji muda mrefu kuweza kukopi vitu. Kwa hiyo tunaangalia nini mwalimu anahitaji na sisi kuweza kufanya katika mchezo. Na marhaba, tumewasikia makocha wa timu zote mbili, lakini mwishoni hapo tumemsikia Dickson Nixon Job, nahodha msaidizi wa kikosi cha Yanga, juu ya maandalizi yao ya kile ambacho leo watakwenda kukifanya hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Baadaye nitakuonyesha mandhari halisi ya uwanja wa Benjamin Mkapa, namna ambavyo unaonekana na kile ambacho kinaendelea kwenye pitch, namna ambavyo mambo yalivyo hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kwa sasa niwape fursa wachambuzi kuchambua na kudadavua kwa kina kile ambacho wamekisikia kutoka kwa makocha wa timu zote mbili. Nikianza na Godlisten Muro, bila shaka Santiago naye anafuatilia hiki ambacho kinaendelea kwa sasa. Atapewa salamu yuko shule. Atapewa salamu sawa sawa. Naam, tumewasikia makocha wa timu zote mbili kile ambacho wamekizungumza. Yes. Yeah, of course, ni press ambayo walifanya jana. Ndio. Na waandishi wa habari ambayo ilikuwa inalenga kuona walau wanatazama vipi mchezo. Ni ngumu sana kukuonyesha game plan yao ikoje, ataanza na kikosi kipi. Ni ngumu sana kujua atakujaje, lakini
ni rahisi kuona saikolojia yake ikoje, na hapo alichokizungumza kikubwa percent iko kwenye psychology kabisa. Amezungumza coach Fadlu Rahman Davids kwa Simba. Moja kati ya pointi kubwa aliyozungumza pamoja na yote ni kwamba Young Africans pressure kubwa iko kwao. Hiyo ndio inawezekana ilikuwa ni headline kubwa kwa jana. Kwa sababu anasema pamoja na Young Africans kuwa na mafanikio makubwa msimu uliopita, ubingwa wa ligi pamoja na kombe la shirikisho, lakini walifanya hivyo wakiwa na makocha watatu tofauti kabisa. Kuanzia Sid Ramovic, kuanzia Gamondi alianza msimu, akaja Sid Ramovic, baadaye akamaliza Miludi Hamdi. Kumbuke hapo katikati kuna mechi aliishikilia Moalim Mohamed ambaye alikuwa anatokea KMC. Kwa hiyo anasema pamoja na kuwa Young Africans imekuwa bora ndani ya kiwanja na mafanikio msimu uliopita, lakini kocha ni mpya. Kwa hiyo kuna new technical bench, kwa maana ya benchi la ufundi jipya. Inawezekana ikawa ndio pressure kwake kutaka kuprove watangulizi wake wa mafanikio ya misimu minne iliyopita yeye anaanzaje. Sasa hiyo ni namna ambavyo Fadlu ametazama. Sisi tunavyotazama ni tofauti, kwa sababu Romain Folz anakutana na kikosi ambacho kina rasilimali watu bora. Ni yeye kuamua kutuonyesha sisi ana pressure ama hana pressure kwa kiwango gani. Lakini kwa Romain Folz yeye amezungumza zaidi namna ambavyo watu wanakitazama kikosi cha Young Africans, hasa kwenye maeneo nyeti kwenye kikosi, hasa kwenye eneo ambalo amemgusa Khalid Aucho kwa ukubwa zaidi. Kuna swali ameulizwa hapo, namna ambavyo ataanza maisha na Young Africans itaanza maisha bila ya Khalid Aucho. Yeye amejaribu kuwa mwalimu mwenye saikolojia nzuri kwa wanafunzi wake, kwamba hatuna Aucho lakini tuna kundi la wachezaji bora ambao wanaweza wakafanya kazi even zaidi ya Aucho. Hawa ndio utasemaga huwa ni wale majenerali wazuri kwenye vita. Yaani ikitokea mwanajeshi mmoja hamko naye katika namna moja ama nyingine, haimaanishi msiendelee na vita. Inamaanisha mtumie rasilimali zilizopo kuendelea na safari. Sasa yeye amejaribu kuonyesha imani yake kwenye eneo la kiungo, hasa akiwataja akina Bala Conte, amemtaja Azizi Andambwile, lakini ana kundi kubwa hilo la kina Mudathiri mpaka eneo la juu akina Pacome. Kwa hiyo bado ameonyesha kwamba yeye ni mwalimu mpya na asingependa kuzungumzia ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa msimu uliopita. Msimu uliopita walikuwa na Aucho, walikuwa na Aziz Ki, walikuwa na Musonda, walikuwa na kundi kubwa la wachezaji wazuri. Lakini this time wameongezeka wachezaji ambao mwalimu yeye ndo atatakiwa kuchukua 100% ya kila mchezaji kumpa ndani ya kiwanja. Ni jambo moja kuwa na kundi la wachezaji bora, lakini ni jambo la pili kukamua wakupe 100%. Yaani ni kama juisi ya mua, au sio? Unaweza kuwa na maji ni kama juisi ya mua. Mua unaweza kuwa na maji mengi sana, lakini ukamua kidogo. Inategemea na ukamuaji wako sasa. Usipate zile lita za kutosha, lakini kama utakamua mpaka upate makapi au ng'ombe wa maziwa ama ng'ombe wa maziwa. Kwa hiyo inaonekana anafahamu rasilimali alizokuwa nazo, ndio inaweza ikawa deni kwake, kwa sababu makocha huwa wanaumiza kichwa kwenye mambo mawili. Akiwa na kikosi hafifu kidogo kisichokuwa na rasilimali watu za kutosha, ama akiwa na kikosi kipana na kila mchezaji yuko kwenye daraja zuri, hapo pia huwa makocha kichwa kinawauma. Nani nianze naye katika mfumo upi na niweze kupata matokeo yapi? Hiyo pia wakati mwingine kuwa na kundi kubwa la wachezaji bora pia ni kesi kwa kocha. Ni tathmini ya Gadlisten Muro na uchambuzi juu ya kile ambacho makocha wa timu zote mbili wamekizungumza. Fadlu Rahman Davis akizungumzia kwa maana ya benchi la ufundi kwa jipya kwenye kikosi cha Yanga, anaweza akaitumia hiyo kama faida kwake, lakini amemzungumza pia kocha wa Yanga Romain Folz kwamba yeye anafahamu kukosekana kwa baadhi ya nyota wengine, bado ana kikosi cha wachezaji wazuri ambao wanaweza wakawa sehemu ya mafanikio kwa Young Africans. Lakini kwa sasa walau tumsikie na Andrew Kingamkono ameng'amua kipi kwenye mkutano ule wa waandishi wa habari kuelekea kwenye mchezo wa leo kati ya Yanga ambao ndio wenyeji dhidi ya Simba Sports Club katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Karibu sana Andrew. Kwanza kocha Fadlu amekuwa mjanja. Amejaribu kuitoa pressure kwake na kupeleka kwa mwenzake, kwamba mimi sina pressure kwa sababu sisi tuko wale wale, kwamba anasema she yule kanzu mpya, kwa hiyo hao hawana tatizo, wachezaji kwa wapya sio tatizo. Kweli ni vizuri kwa sababu kocha ndio anayetengeneza mfumo wa timu, ndiye kocha ambaye anaamua nani akacheze. Kwa uzoefu wake wa kukaa kwenye benchi kwa muda mrefu inamsaidia yeye kujua sasa, okay, hapa msimu uliopita hao walinizidi kwenye pointi 1-2, mimi safari hii natakiwa nijue ili na mimi niweze kuwashinda
niweke 1-2 ili nikabe kwenye zile ambazo walishinda. Na yeye mwenyewe alikiri kwenye mkutano kwamba pamoja na msimu uliopita kufungwa mechi 3, mechi 2 za kwanza yeye alistahili kushinda kwa sababu timu ilikuwa inacheza vizuri. Sema matukio muhimu kama dabi inavyokuaga, tukio muhimu moja tu linaweza kuamua mchezo. Baada ya kufungwa mechi inaharibika, watu wanaondoka mchezoni, mechi inakuwa imeisha hapo, anapoteza. Kwa hiyo mechi ya mwisho alikiri kwamba mechi ya mwisho kweli ya goli 2 alizidiwa kiumbinu akafungwa. Kwa hiyo anakuja anajaribu kushusha pressure kwake na kwa vijana wake kwamba sisi hatuna pressure, sisi ni wale wale, tunakwenda kukutana na ule bwana ambaye ana timu mpya. Kwa hiyo naamini kabisa kwenye kikosi changu na mbinu zangu, na wana Simba wanaamini kwamba tulifika finali ya kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo tuna timu bora ambayo tunaweza kufanya jambo zuri. Tumeongeza watu ambao wamekuja kuziba magepo yale ambayo yalikuwa yanatokea msimu uliopita. Changamoto za kuruhusu magoli mengi ya kizembe ya makosa moja ya mchezaji msimu uliopita yaliwagharimu sana Simba. Kwa hiyo nadhani Fadlu ameliona hilo na anajua kwamba wana Simba wanahitaji kitu, wanahitaji matokeo mazuri, wanahitaji ushindi. Kwa hiyo ndio maana amejaribu kushusha pressure kwake na kujaribu kuelekeza pressure kwa mpinzani wake. Japokuwa Roman yeye amekuwa mwazi, amezungumza kwamba timu yake iko vizuri na wachezaji wengi, na anaamini katika mchezo huu utaamuliwa sana kwenye uwezo wa kumiliki mpira katikati ya uwanja, kwamba wachezaji, timu ambayo itakuwa na uwezo bora kumiliki mpira katikati ya uwanja, viungo wake watacheza vizuri na yeye ndio anachojivunia. Ndio maana hata amesema Aucho hayupo bado sio tatizo, kwa sababu ana watu ambao wanaweza kufanya ile kazi kwa ufasaha na kumpa kile ambacho yeye anakitaka, kwa sababu ana timu bora na wachezaji bora. Amekaa nao kambini kwa muda mrefu, anaona ubora wa wachezaji wake mmoja mmoja, na yeye hakutaka sana kuzungumza Simba zaidi. Anasema mechi itaenda kuamuliwa uwanjani kwa makosa ya mchezaji mmoja mmoja, hasa kwenye eneo la katikati ya uwanja ambapo ndio mpira utapoenda kuchezwa zaidi, kutokana na ubora wa wapinzani wao kuwa na watu wengi katikati na wao vivyo na watu wengi katikati, akiamini uwezo wa wachezaji wake wataleta kitu kikubwa katika timu. Bana, hii ni moja kwa moja kutoka dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Kipindi cha Viwanjani kinaruka kutokea hapa leo live, na kwa sasa moja kwa moja tukatazame makala maalum ambayo inaangazia mchezo wa ngao ya jamii. Baada ya hapo sisi tutakuwa hapa kwa minajili ya kuja kuchambua na kudadavua. Usibanduke, baki nasi hapo ulipo. Kukikabili kikosi cha Yanga. Wingi wa vitisho, mbwembwe, majigambo pamoja na tambo za kila shabiki
Jean Otos Baleke wanatoa ngao ya jamii katika uwanja wa CCM Mkwakwani. Kila maua yenye harufu nzuri wapewe Simba. Funga mkanda, kaza na kamba. Ngao ya jamii inakujia sebuleni kwa. Mwisho wa makala hii ni mguu wa dhahabu Sharifu Bayona, nami msimuliaji wako ni Ruqayya binti Wambugita. Nimeisikia sauti Jamal ikipenya kwenye ngoma za masikio yangu, inasema funga mkanda, kaza na kamba. Sauti ya binti mmoja mzuri sana anaitwa Ruqayya binti Wambugita, lakini mguu wa dhahabu Sharif Bayona ndiye ambaye aliyecharaza mwandiko kwenye makala hiyo, moja kati ya makala bora kweli kweli kuwahi kuishuhudia na kuwahi kuisikia. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kumbuka hii ni Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania. Kipindi hewani ni kipindi cha Viwanjani. Leo tunarukia kutokea hapa moja kwa moja. Niko na Andrew Kinga Mkono, mchambuzi wa zamu hii leo, lakini bila kusahau pia niko na Godlisten Muro ambaye naye ndiye mchambuzi wangu wa zamu hii leo. Tunaamini kabisa tunasafiri nawe bega kwa bega kutokea sasa mpaka tama ya kipindi cha Viwanjani, mishale ya saa 6 kamili za mchana. Na kwa sasa moja kwa moja tukawasikia mashabiki wa Simba na Yanga kutoka mkoani Mwanza wanazungumza nini kuelekea kwenye mchezo huu wa ngao ya jamii, mchezo ambao unapigwa leo katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Mechi hii tuna imani kabisa kama wana Simba. Msimu minne tumepita katika mazingira ambayo tumekosa furaha. Tumeishi kinyonge sana, lakini sasa tunasema kama Simba hii msimu minne tuliyopitia, sasa mwisho tuna imani kwamba mechi ya kesho ya ufunguzi wa ligi msimu huu mtani anakwenda kufa goli 3. Kwa kikosi tulichokiona tuna imani kabisa mtani wetu haponi. Yanga anakwenda kupa goli za kutosha, goli 3 zinamtosha. Tuna beki imara, lakini pia viungo tuliowaona wako sawa sawa. Mawinga tuna mawinga wa kutosha. Kuhusu ushambuliaji kule sina shaka kabisa. Nina imani goli la kwanza Dese Mkwala lazima tupatie goli. Goli la pili nina imani Jean Chalewa lazima tupatie goli. Goli la tatu nina imani kabisa Kibu mkandaji mzee wa kutoboa kama alivyotoboa ile goli. Tuna imani kabisa pointi 3 zitakuwepo. Usajili tuliofanya kwa kipindi hiki ni usajili ambao unatutia hamasa, unatutia amani kubwa. Kwa hiyo tunaiona Simba katika nyanja mbali na maeneo mbali zaidi. Tunategemea makubwa sana kutokana na Simba yetu. Kocha tunaye. Kocha wetu hapangi kikosi. Kocha anaboresha kikosi. Kwa sababu tunaye tangu msimu uliopita. Si kama wenzetu upande wa pili. Wanaye kocha mpya, mgeni atapaswa kupanga kikosi. Sisi tupange kikosi. Tuna imani na usajili wetu. Tunaanzia tarehe ngapi? Tarehe 16. Nani anakufa ngapi jamani? Anakufa 3. Lazima tutachukua ngao ya jamii. Tutaanzia ngao ya jamii. Simba! Simba! Pale kati tuna Hassan Kante. Kiungo mkata shoka kuna Kagoma. Pale mbele tuna Soa. Anajiita Simba mweusi. Lazima tutachukua kombe. Hataki na mtoto. Na pale mbele pia una Wasalimani. Hivyo unajua maana ya mwalimu ni kufundisha nini? Fundisha watu. Lazima tutachukua kombe. Hii ngao ya jamii lazima Simba tunakwenda kuibeba kwa zaidi ya goli 3 na kuendelea. Lakini pia tunalo kombe la ligi. Ninaamini kabisa kwa kikosi nilichokiona katika sherehe za Simba Day, hatuna wasiwasi na kikosi chetu. Uteja sasa tumefuta, ndiyo maana ninazungumza kwa tambo kabisa nikiamini kwamba mteja sasa utani ni mwiko. Ninaamini kabisa ya kwamba klabu bingwa kama tumeweza kufika fainali shirikisho, sasa nizamu yetu sasa kama Simba Sport Club kutembea kifua mbele tukiamini kabisa kwamba tunakwenda kubeba kombe la klabu bingwa. Miaka yote hawakubali. Sio kwamba kushindwa, wao wanakubali kushindwa. Mpaka sasa hivi wanakataa, lakini ukweli unabaki pale pale kwamba watashindwa kwa sababu ya ubora wa kikosi cha Yanga. Wao wana wachezaji wengi wapya na wameondoa wachezaji wengi waliokuepo. Bado wanasema hawajengi timu msimu, lakini wananchi tu wajipige kifua kwa sababu tunaamini kitakachotokea ni bora. Hawezi kutuangusha wachezaji wetu tulionao msimu huu. Kinachotupa matumaini sana ni kwamba tunawashukuru sana viongozi wetu wa ngazi za juu
wamefanya juu na chini kujitahidi kubakisha wachezaji wa kiwango. Kipato chetu, kiwango chetu kiko juu na mfumo wetu uko pale pale. Yaani hili sio kwamba tunadhani naweza kuchukua, hili linabaki hapa hapa. Kwa jina naitwa Abdul Shaibu Ega aka GB 64 CAG wa Simba. Sisi kama wana Simba hii mechi tumejiandaa vizuri kwa sababu kuna mtu alikuwa anakihitaji kichwa. Kwa hiyo tumejiandaa vilivyo kwenda kumpa kichwa kigonge. Kwa hiyo moja kwa moja wana Simba wote twende tukauzulie mechi yetu na twende tukaisupport timu yetu. Wala tusikae kwa unyonge. Kutufunga mara 5 sisi tulishafanya sana. Sisi tulishawafunga misimu takribani 7 mfululizo. Kwa hiyo kutufunga mara 5 wala isiwatie unyonge. Wana Simba kesho tujitokeze kwa wingi kwenda kuisupport timu yetu. Kumbuka timu iliyofungwa mara 5 sio hii. Simba iliyofungwa mara 5 sio Simba ya Lushin Dirok. Sio Simba ya kina Nio Maema. Sio Simba ya kina Mpanzu yule wa moto sasa hivi. Kwa hiyo Simba ya sasa hivi sio akina Selema ni Mwalimu. Kwa hiyo Simba hii tofauti na Simba ile. Yaani kikubwa tujitokeze kwa wingi twende tukaisupport timu yetu. Yote naitwa kwanza Moses Ambrosi au Zidane wa Mblati zote, mzee wa mipasi mingi. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mechi ya kesho hakuna dabi nyepesi, lakini target sisi wana Simba kama wana Simba ubaya ubwela season 2 kuwaonyesha hasa wana Simba wenzetu. Kwa imani nilikuwa na mimi na imani kabisa mwaka huu tunakuja kuwapola kile walichokuwa nacho watani, ni tunao sababu tunayo. Tushaanza kuwapiga tayari nje ya uwanja. Ambako ukiangalia sasa hivi tumeanza kuwapiga kwenye jezi zetu za pre-season, tumekuja kuwapiga kwenye jezi zetu, tumekuja kuwapiga kwenye tamasha letu. Na ukija ukiangalia na timu tulikuwa nayo, quality tulikuwa na wachezaji wetu tulikuwa nao, ni wachezaji ambao kutupa matokeo muda wote na wakati wote. Na ukiangalia hata kule bodi ya kurugenzi kuna mabadiliko toshelezi. Ukija ukiangalia tuna Babla Gonzales Madigri, ukija ukiangalia tuna Spopo Mweusi, General Census Magoli, tuna jopo zima kina Swedi Mkwabi. Kwa hiyo mimi kama mimi mzoa mipasi milioni naona kabisa kocha wetu Fadlu David Gadola mwembamba anakwenda kutupa matokeo. Pasi na shaka na yote. Tumejipanga, tuko vizuri, tuko fire, tuko moto kweli. Na target ya wana Simba ili tuwaonyeshe ubaya ubwela, tutakwenda kuwapokonya kila walichokuwa nacho. Tutakwenda kuwapokonya mpaka ile hati waliopewa ile ya uwanja. Tutawaambia hii hati mmepewa mazingira ya kujenga uwanja bondeni vipi. Uwanja mtakayojenga una hazi kweli ile kisasa. Make pale ukeka watu wenye ujazo wa kutosheleza na hali ya pale bondeni jinsi ilivyo ile mimaji, ujue ile ni njia ya mkondo wa bahari. Kwa hiyo tunakwenda kuwapokonya kila walichokuwa nacho. Tumejipanga, tuko vizuri, tuko moto kweli. Huu mwaka ni mwingine kabisa, huu mwaka mwingine kweli. Tumejipanga. Na maneno yangu yanazidi kushamili pale kwamba Simba sio kuku, Simba nyati ndo anayaona. Hakuna mkati mgumu mbele ya chai. Na kila siku naongea kama Yanga ni baba lao. Na kila siku nawaambia kama Yanga ni bingwa. Na sisi tunajua tuko kwenye usajili, na unajua kama usajili ni kama kamari vile. So sisi tumesajili na mtani wetu pia amesajili. Na tumefanya kuna mashindano tumeona timu zimefanya kidogo wameonyesha mchezo wao, lakini naweza nikaongea kwenye timu zote mbili hakuna mtu alionyesha ufundi wake kwa sababu ni mtego. Sisi wote tulipeana kama mtego. Tunamfunga mara 6 na tunakutana naye tena ni mara ya 6. Na hamna tunaweza tukamfunga goli 6. Kwa sababu kwamba tuna wachezaji ambao wenye quality kubwa sana. Kuna mtu kama anaitwa Ekua. Yule mtu ni hatari sana. Yaani kwamba mnaweza ukamsahau hata Pakome. Umeelewa? Na kuna mchezaji mwingine huwa anaitwa anasaulika sana lakini ni mtu yani mchezaji ni mzuri sana, ni mbaya, anaitwa Max Zengeli. Yeye kwamba yeye hajui lolote, yeye anachojua ni mpira pamoja na ibada tu. Kwamba kesho Simba tunaenda kwa surprise sana kwa sababu kwamba wale ni underdog kwetu. Na hatuwezi kwa lolote. Ni mashabiki wa Simba na Yanga wakielezea matumaini yao kuelekea kwenye mchezo leo kati ya Yanga dhidi ya Simba, mechi ya ngao ya jamii ambayo inapigwa dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Bila shaka kila mmoja ameonekana kuwa na hamu na shauku kubwa sana ya kuona timu yake inabeba ngao ya jamii, na kazi ya mashabiki ni moja tu, kuona wanaanikiza na kuona wanaleta motisha kwa timu zao kuweza kufanya vizuri kweli. Hapa uwanjani ama kwenye studio zetu ndogo Andrew Kinga Mkono yuko hapa, lakini ninaye pia Galisten Muro, na wamewasikia mashabiki, lakini pia makala ile ambayo aliandaa Sharif Bayona tumeisikia vizuri. Pengine sasa nianze kwa Muro.
mashabiki mwasikia. Yes. Kila mmoja amekuwa na hamu na shauku ya kuiona timu yake inabeba Yeah. ndoo hii ya ngao ya jamii. Yes, nafikiri kwa mashabiki wa Simba wao bado wanateswa na utumwa wa michezo mitano iliyopita. Wamepoteza, yani ni afadhali hata ungesema kulikuwa kuna sare. Wamepoteza katika michezo mitano, ikiwemo ya ligi kuu michezo minne, ikiwemo ngao mchezo mmoja. Kwa hiyo namna gani ambavyo wanatoka kuelekea sasa kwenye ukombozi wa hizi nyakati ambazo hazijawahi kuwa nzuri upande wao katika mchezo wa dabi, ndio kitu ambacho wanapambana kuona timu yao inaweza kufika wapi. Sasa ukipiga hesabu na wachezaji wapya ambao wameingia kwenye kikosi, ndio unaweza ukaona matumaini yao yanaonekana kuwa ni makubwa, wakiamini kuna kundi kubwa la wachezaji ambao wanaweza wakaleta ule ukombozi ndani ya mchezo huu wa dabi, lakini ndani ya yale makombe manne ambayo wameyapoteza ya ligi kuu pamoja na kombe la shirikisho. So hiyo ni kwa upande wa Simba. Mashabiki wa Young Africans, kwa namna ambavyo Young Africans imekuwa na matokeo mazuri dhidi ya Simba kwa michezo mitano iliyopita ikishinda yote ya dabi, including ya ngao pamoja na ya ligi kuu, inaonekana wao wanaona ni kama kitu cha kawaida ambacho kimekuwa kikitokea kwa mara 5 zilizopita. Lakini wanajinasibu hivyo wakiamini pia kikosi chao kimeongezewa nguvu kubwa kutoka ile ambayo iliyokuwepo wakati wakiadhibu Simba mara 5 zilizopita. Lakini bado kuna mashabiki wengine wanazungumza katika ile engo halisi ya football, ya uungwana, kwamba ndani ya mchezo wa mpira wa miguu ni makosa pekee ndani ya kiwanja yanaweza yakatengeneza matokeo ya tofauti kwa timu yao. Lakini wengi wanajinasibu kwa sababu ya usajili walioufanya, wanaamini ni nyongeza kubwa ambayo inaweza ikawapatia matokeo kwenye mchezo wa leo. Sawa, huyo ni Galisen Muro, na kwa sasa moja kwa moja sisi tuko ndani kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Tunakupeleka nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo tunakutana na gwiji jagina ama mkocho Hassan Hemedi Mvula. Atuambie wakati huu mtazamaji wa Azam TV, niko nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, Benjamin Mkapa Stadium. Kalai la moto ili wenyewe wapenzi na mashabiki wa kandanda wanaliita hivyo, kikaangoni. Hii ni kwa mechi za kimataifa, lakini kwa mechi za hapa nyumbani dabi, panawaka moto hapa. Upepo wa burudani unavuma kila kona ya jiji la Dar es Salaam. Simba na Yanga, Kariakoo dabi, mchezo mkubwa kabisa barani Afrika. Tayari homa ya mpambano huu imekwisha wakumba baadhi ya mashabiki kutoka kila kona ya nchi ya Tanzania. Na hapa nilipo tayari baadhi ya mashabiki wengine naarifiwa wamelala hapa. Lakini kianza hapa na shabiki wa Yanga. Kaka, unaitwa nani hapa? Kwa majina anaitwa Kennedy Mashara kutoka Shinyanga. Bila shaka wewe ni Msukuma. Naam, kama kawaida. Kutoka Shinyanga mpaka Dar es Salaam Tanzania si jambo dogo. Na umepiga uzi wako hapa wa wananchi. Nini matumaini leo? Matumaini, kwanza, kitu cha kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema kwa kuweza kunifikisha kwa siku ya leo tena kuja kuona pambano kubwa kama hili. Matumaini kwangu ni makubwa sana kwa sababu timu yangu ni nzuri, ina usajili mzuri kuliko wenzetu. Wana usajili wa kusuasua, wa kubangaiza, wa kuokota wachezaji. Hebu nipe kikosi kwanza. Kwa kikosi, namba 1 ni Diara, namba 2 Mwenda, namba 3 kama kawaida beki la kushoto kutoka kwao, namba 4 Baka, namba 5 Jopu, namba 6 Conte, Koma. Naam, basi haya ndio mambo ya Benjamin Mkapa. Kaka, umepiga uzi wako wa mnyama Simba Sports Club. Nitajie majina yako alafu tuambie na wewe nini matumaini. Umemsikia pale Mwamba Katamba na kikosi chake japo kwa uchache. Mpira utakuwa uwanjani. Kwa majina naitwa Abel Yachula, natokea Mtwara, ila kwa sasa nakaa Mkuranga. Na matumaini makubwa leo kikosi changu, pamoja sijabadilisha sana wachezaji, lakini leo lazima nishinde. Siwezi kufungwa mara 5 mfululizo. Yeye alitamba kwa kipindi hiki cha kuchukua makombe msimu wa miaka 4 mfululizo. Pamoja amechukua makombe miaka 4 mfululizo. Hata mimi nilifanya hiyo kabla yeye ndio akachukua yeye. Lakini sasa upepo umekubali. Nadhani Fadlu hawezi kuteseka namna hiyo. Leo tuna matumaini makubwa sana na Simba Sports. Wanasema dereva mzuri anauliza njia wakati wa kwenda, wakati wa kurudi huwa haulizi njia. Umemsikia hapa ametamba shabiki. Ni mmoja baada ya mwingine. Shabiki wa Yanga, njoo dada. Shabiki wa Yanga anataka mmoja baada ya mwingine, wanakimbia mashabiki wa Yanga haya. Njoo mwingine hapa.
Haya, labda wewe tueleze nini matumaini ya mchezo wa leo? Matumaini ya mchezo wa leo, Simba wanaenda kushinda goli 2-1. Anafunga Elim Panzu pamoja na Neo Maema. Unaitwa nani? Naitwa Ezekiel Deusi kutoka Kanda ya Ziwa. Hawa ni mashabiki tu. Hebu tuone sasa kwa wanaouza jezi. Wanaouza jezi ili tuone namna ambavyo nimeingia katika banda hapa ambalo jezi zinauzwa. Jezi zinauzwa. Musika nani? Kaka, habari za leo bwana. Wewe utaki kuongea. Sawa, hapa zinauzwa jezi kama ambavyo unavyoweza kuona, jezi za Yanga upande huu wa kushoto, lakini jezi za Simba pia ziko upande wa kulia. Hii ndiyo hali halisi iliyopo Benjamin Mkapa asubuhi hii, na bado naendelea kupata maoni ya baadhi ya mashabiki. Kaka, unaitwa nani? Tueleze hali halisi ya mchezo wa leo kwa upande wako ikoje? Naitwa kwa faida tu ya wasikilizaji, naitwa Pius Kipeta from Katavi for here now National Mkapa. Kwa niseme kwamba mimi kutoka Katavi paka hapa nilipo, niseme tu kwamba nina shauku kubwa sana. Kwa upande wa timu yangu naiamini vilivyo mno paka kuja hapa. Unajua kutoka Katavi paka hapa gharama ni kubwa mno. Alafu leo hii unaiamini timu kiasi gani paka unakuja leo hii Benjamin Mkapa. Mimi niseme tu kwa upande wa wachezaji paka sasa sina mashaka nao, kwa sababu tayari tushafanya utambulisho wa wachezaji, na wachezaji kila mchezaji unamuona yuko kwenye morali kabisa ya kwenda kuipambania nembo ya Simba. Kwangu mimi kwenye fisco niseme kwamba Simba tayari tumejiandaa vizuri sana. Hawa wanaohitaji kichwa watakipata. Mmeshafungwa mara 4, mmeshafungwa mara 4, mara 5, unakuja katika lugha nyingine kabisa tofauti. Kipi kinachokupa matumaini hayo? Ni kwamba kufungwa mara 5 au mara 4 sio kushuka kimpira, na ndio maana leo hii El Clasico paka leo bado ipo. Utakuta Madrid kafungwa mara ngapi, lakini leo hii El Clasico paka leo bado ipo. Kwa tunavyosema kwamba mtani wa jadi hawezi akaondokana na kusema kwamba tukisa kufungwa, lakini bado huyu mtani leo hii tulikuwa na kikosi kibovu, lakini mechi moja ndio imeenda kuamua nani bingwa. Tumetoka sisi tunacheza kimataifa, tumetoka tunacheza finali. Unasemaje kwamba ni kikosi ambacho hakiwezi kutukupa chochote kile kama wewe mshabiki kweli? Kwa kwenye fakti tunasema hivi, tukutane uwanjani, dakika 90 ndizo zitakazoamua. Kicho walichokuwa huyu ameongea kitaalamu zaidi, na bila shaka mambo yanazidi kuwa mazuri hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni ndivyo ambavyo unapoweza kuona baadhi ya mashabiki, lakini tukiangalia hali halisi ilivyo, baadhi ya mashabiki wanaendelea kuwa na furaha kwa maana ya matarajio watakayokutana nayo katika mchezo huu, na ndivyo ambavyo naendelea kukuonyesha hali halisi ilivyo mapema kabisa muda huu asubuhi. Lakini tukiangalia hali ya usalama pia, usalama umeimarika na utaratibu unaendelea kufanyika kama kawaida. Wana usalama kila mmoja akichukua nafasi yake. Hii yote inadhihirisha kwamba mchezo wa leo utakuwa ni moja kati ya mchezo ambao umeandaliwa kwa uhakika zaidi na kitaalam, na ni moja kati ya mchezo hapa. Sasa nakutana na moja kati ya mashabiki, shabiki wa timu ya Yanga. Kaka, hebu tueleze unaitwa nani, umepiga uzi wako wa Yanga, nini matarajio katika mchezo wa leo? Kwa jina naitwa Benson Mlele, nimetokea Sumbawanga, nimekuja kwa ajili ya ushindi tu huko Dar es Salaam. Nini matarajio mchezo wa leo, mnakwenda kucheza na mtani? Matarajio kwa mtani wetu huyu, tunakwenda kumkanda mara 6 mfululizo. Na ushindi wa leo ni kuanzia goli 6 mfululizo. Unaona? Yaani hapa sio chini ya goli 3, lazima tumlambe mtani wetu. Na kuchukua ubingwa ngao ya jamii tena kwa mara ya 3. Nakupa swali moja tu jepesi. Bao la kwanza la Yanga lafunga nani leo? Ekua. Haya, umesikia mwenyewe. Njoo na bado naongea na mashabiki wa leo, lakini mashabiki wa Yanga pamoja leo wanaonekana kidogo kama mmekuwa wazito kuzungumza. Nataka shabiki wa Yanga aje hapa. Unaitwa nani? Hebu tueleze. Naitwa Jafari Magapi Sikilima. Nini matumaini, matarajio katika mchezo wa leo? Matarajio tulionao katika mchezo wa leo, kwanza tuna imani na kikosi chetu. Tuna imani na wachezaji wetu. Hakuna mchezaji ambaye hatuna mbambamba. Ukimwona kwa unajua Yanga tuna watu. Hatuna wasiwasi na wachezaji wetu.
tuna Pakome Zozwa, Zengeli, Mzize. Kuna mtoto yupo kati pale anazungusha anaitwa Dombia. Kaka, umesikia tambo. Niambie nani unaitwa nani na nini matarajio yako? Wengi wanaita kama Jack Repalo, unaona, kutokea mitaa ya Mbezi. Kwanza pale mimi nakupangia na Anthony Mligo namba 3. Alafu Nabi Kamala anaingia kati namba 6. Akikana Kagoma pale. Kule kuna The Lock. Nani? The Lock. Shamu Kalabwe, Shomari Kapombe, Baba Sasa Shomi Dewi. Kibisa wala mta volcano mzao kupima watu umbi. Kule kwa Bajabe leo hayupo. Basi tunaanza na Chip Dennis. Ahua pale, Mkwala pale. Haya, nani anatomoka? Ndugu mtangazaji, muulize. Kipindi kile tunawapiga Chip Dennis hakuepo, Mpanzo hakuepo. Naona mnashindana kwa hoja. Sio Simba hii ya Nabi Kamala, sio Simba hii ya Anthony Mligo. Ya The Lock beki pale katikati. Utapitia wapi kwa mfano? Leo Maema kiingia sababu utapitia wapi kwa mfano? Niambie. Yaani mimi nakwambia kitwani Maema, unamsema Maema. Wale ni wacheza mapiano ndugu yangu. Hivi si tufungwe Yanga. Akili mjomba. Hapa vijana wanashindana kwa hoja. Ila msipigane. Umesikia bro? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mchezaji yote ametoka Mamelodi, hata kama amekaa benchi, huwezi kumfananisha na mchezaji wa Tanzania. Alafu pia sisi tunachojiamini watu wa Simba, sisi mafanikio yetu yanatokana na kupigwa na nini? Yanga alipotupiga nafasi ya 3, sisi tunaangalia namba. Hatuangalii kwamba amepiga. Sisi tuko kimataifa, tuangalie tena kwamba Yanga sasa hivi wanafanya nini. Yanga ni watoto wa mama wa nyumbani. Mwamba mmoja tu huyo anawashinda. Jibu. Yaani ndugu mtangazaji, mimi nakwambia kitu kimoja. Yaani hawa nakupa dakika 15. 15 Simba wakitoboa leo hii watakuwa wanaume. Wanatobolea wapi? Hizi ni timu za ulisi. Umesikia hapa vijana wakishindana kwa hoja. Lakini yote kwa yote wanaonekana hawa vijana ni wafuatiliaji wa masuala ya kabumbu. Nikiripoti kutoka hapa Benjamin Mkapa, Hassan Mvula, Azam Sports. Mchezo wa dabi ya Kariakoo kwenye mechi ya ngao ya jamii. Na kwa sasa moja kwa moja tuwatazame wachezaji walioko sasa ambao wanacheza kwenye timu zao, waliopata fursa na nafasi ya kucheza dabi nyingi zaidi, wakiwa Simba na wakiwa upande wa Young Africans. Ni kina nani hao? Mchezaji wa kwanza anatajwa kuwa ni Mohamed Hussein Zimbo Junior, ambaye kwa sasa ni nyota wa Young Africans, ambaye amepata bahati ya kucheza michezo 14, dakika 1260. Hizi ndio dakika ambazo amepata kucheza Zimbo Junior. Wa pili ni Shomari Salum Kapombe, ambaye ni nyota wa Simba kwa hivi sasa. Amecheza dabi 12 kwa maana ya michezo ya dabi za Kariakoo, na amecheza dakika 1080. Mbali na hapo, Mozamil Yasin Selemba, yeye amecheza dabi 9, dakika 512. Mbali na huyo mwingine ni Dickson Job wa Yanga, ambaye amepata bahati ya kucheza dabi 8, dakika 720. Mwingine ni nahodha wa kikosi cha Young Africans, ambaye ni Bakari Nondo Mwamnyeto, aliyepata bahati ya kucheza dabi 6, wastani wa dakika 387. Huenda swali kubwa na la msingi kwa wachambuzi wangu likawa wanaongeza nini kwenye mchezo huu, ama faida yao ni ipi kuelekea kwenye mechi ngumu sana ya mchezo wa ngao ya jamii, lakini unachezwa kwenye sura ya dabi ya Kariakoo. Andrew Kinga Mkono. Kwanza inaongeza uzoefu. Unajua siku zote mkikaa sehemu kuna mtu ambaye tayari ana uzoefu wa kucheza mechi nyingi kama Shabalala mechi 14, anajua mazingira halisi ya mchezo ulivyo. Anajua jinsi watu wanavyojiandaa kuelekea kwenye mchezo. Anajua pressure ya mashabiki ilivyo. Kwa hiyo ile kwa wachezaji ambao ni wapya unaweza ukawaambia, bwana Imani, hii mechi tunaenda, hii mechi ya kuamua maisha yetu. Kuna mtu leo inaweza ikawa ndo siku yake ya mwisho kuonekana tena kwenye mechi. Amesajiliwa kwa hela nyingi, lakini leo ikaharibika kwa siku yake ya mwisho. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ni muhimu, ambayo mchezaji wenye uzoefu kama hao wanawaambia. Kingine, yeye kama mchezaji akiingia pale, wenzake wana kitu cha kusema, huyu amefanikiwa, bora sisi tuige mafanikio yake. Kwa hiyo kuna hilo jambo ambalo linamzunguka mchezaji ambaye ana uzoefu. Kwanza kuwashauri wenzake, kuwapa uzoefu, lakini kingine yeye mwenyewe anaingia kwenye ule mchezo akiwa anajiamini zaidi kwamba mimi na uzoefu wa mechi, pressure nazijua, nachukua hizi changamoto zote za hapa kama sehemu ya maisha yangu ya kawaida. Hii naichukua kama ni mechi ya kawaida, natakiwa kujituma na kuwapa mashabiki kile wanachotaka. Mashabiki wanaingia uwanjani kwa ajili ya kuona mimi nafanya nini kwa sababu ya uzoefu wangu.
Hicho ndio kikubwa ambacho naona uzoefu unasaidia sana kwenye hao wachezaji. Muro, kama umeng'amua hawa wachezaji watano ambao wamepata bahati ya kucheza dabi nyingi sana ni wachezaji wazawa. Wote ni wachezaji wa Tanzania. Umemtaja Zimbo Junior ambaye ni mchezaji wa zamani wa Simba, leo yuko Yanga. Umemtaja Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye yuko Yanga. Umemtaja Dickson Job, yuko Yanga. Umemtaja Muzamil Yasin Selemba, yuko Yanga. Yuko Simba. Yuko Muzamil yuko Simba. Na Shomari Kapombe. Na Shomari Salum Kapombe ambaye yuko Simba. Nini ambacho kimeclick baada ya kuona kwamba hawa wachezaji wote ambao wamecheza dabi nyingi za Kariakoo ni wazawa wa Tanzania? Yes, nafikiri hii ipo maeneo tofauti tofauti duniani. Mara nyingi wachezaji wazawa waliokuwa bora hawajacheza hizi dabi nyingi kwa sababu tu ni wazawa. Wamecheza kwa sababu ni wazawa, lakini wana quality ambao walikuwa wanaanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba miongoni mwa wachezaji bora waliokusajiliwa wa kigeni na wazawa kwenye hizi timu mbili, Simba na Yanga, inawezekana hawa ndio wachezaji wazawa ambao walikuwa na uhakika wa kuanza kwenye vikosi ama wa kupata dakika za kutosha. Job na Mwamnyeto wamecheza muda mrefu kwa sababu tangu Job aanze kusimenti namba yake kwenye kikosi amekuwa ni chaguo la kwanza. Mwamnyeto anawezekana anakosa nafasi nyingi ya kucheza kwa sababu combination ya Job na Baka imekuja outscore kabisa kwenye baadhi ya maeneo. Unamtazama Mzamiru Yasin, hata wakati huo Simba ikijinasibu na kikosi kikubwa na chenye ushawishi, chenye chama ndani, Mugalu, Kagere, Boko, Lari Bwali na kadhalika, bado eneo la chini Tadeo Luanga alikuwa anacheza na Mzamiru. Alikuja Kanuti akawa anacheza na Mzamiru Yasin. Mzamiru huyo alikuwepo kitambo kabisa kabla ya Tadeo Luanga na Sadio Kanuti. Kwa hiyo inawezekana kwa ubora wake na kile alichokuwa anakionyesha ndicho kilikuwa kinampa kuweza kuzi-end hizi mechi katika sanduku lake la rekodi za michezo hii ya dabi. Lakini unamtazama Shabalala, Mohamed Hussein ni mchezaji ambaye ndio anaonekana amecheza dabi nyingi kwa sababu pia ndio mchezaji ambaye amecheza kwa klabu moja kwa muda mrefu katika hawa wachezaji waliokuja hapa. Shomari Kapombe, mtu anaweza akajiuliza kwa nini Kapombe anazidiwa na Shabalala. Ukumbuke Shomari alitoka Simba akaenda Azam FC. Akatoka Azam FC akarudi Simba. Kwa hiyo unaweza ukaona anaenda Ufaransa wakati fulani. Ufaransa AS Caen ambao alikutana na William Gallas, mlinzi wa zamani wa Chelsea pamoja na Arsenal. Kwa hiyo unaweza ukaona kile kipindi cha Shomari kutoka Simba na kwenda Azam FC pamoja na Ufaransa ndio kipindi ambacho hicho unazungumza Shabalala alikuja kuziba gap la michezo. Na ndio maana unaona wamepishana michezo miwili tu. Shabalala dabi 14, Kapombe dabi 12. Lakini kingine ambacho utaking'amua kwa hawa wachezaji watano, unaweza ukaona hawa wachezaji watano wote waliocheza dabi nyingi kuanzia 14 Shabalala mpaka 6 za Mwamnyeto, wote wamecheza wakiwa wanavaa uzi wa timu moja. Kwa hata Shabalala zote 14 ni amecheza akiwa na Simba. Kapombe zote 12 akiwa na Simba. Mwamnyeto, Baka, Mzamiru kila mmoja amecheza akiwa na klabu yake. Shabalala ndo anabakia mchezaji pekee kwenye dabi ya leo kama atapata nafasi ya kucheza walau dakika zozote zile ambazo mwalimu Romain Folz atampa, akawa ndio mchezaji ambaye anakwenda kuongeza caps ama michezo mingi akiwa na club, akiwa kwa maana ya dabi ya Kariakoo akiwa na club mbili tofauti, kwa sababu Kapombe hajawahi kuvaa uzi wa Young Africans, Mzamiru the same, Job na Mwamnyeto hajawahi kuvaa uzi wa Simba Sports. Kwa hiyo wanabakia kuwa na klabu moja. Wataongeza michezo yao leo wakiwa na klabu hizo isipokuwa Mohamed Hussein Zimbwe pekee ndio ataongeza idadi ya michezo mingi ya dabi, lakini akiwa na klabu zote mbili, kama ambavyo tumewahi kuona wachezaji nguli wakifanya. Hawapo kwenye graphics hapa, lakini utawataja kwa majina yao: Emmanuel Okwi, utamtaja Ibrahim Ajibu Migomba, utamtaja Juma Kaseja katika nyakati zake, Athmani Bichuji, tunamzungumza Haruna Moshi Bobani, Haruna Nionzima. Kwa ujumla wake wote wako wachezaji wengi sana kwa kuwataja, ambao even Andrew Kinga Mkono utawakumbuka hata wa zamani wakina William Miller na kadhalika. Ngoja tusikie hisia mseto za Andrew Kinga Mkono. Ni wachezaji watano ambao wamecheza dabi nyingi sana za Kariakoo. Yanga wana Dickson Job, Yanga wana Mwamnyeto, na upande wa Yanga pia wana Zimbo Junior ambaye anaingia leo. Kama atapata nafasi ya kucheza inaweza ikawa ni nafasi. Lakini wakati huu mtazamaji, ambapo unafuatilia matangazo haya, tayari uwanja wa Benjamin Mkapa mashabiki wameanza kuingia kuja kushuhudia mchezo ngao ya jamii. Kama ambavyo umeona
kwenye picha mbalimbali ambazo zilikuwa zinakujia hapo na unazishuhudia na unaona kama ambavyo wanaonekana hapo. Huyu ni shabiki wa Simba ambaye amefika uwanja wa Benjamin Mkapa muda huu, anaangalia mandhari, wapi akae, sehemu ipi ambayo inamfaa na mambo mengine kadha wa kadha. Andrew Kingamkono, mashabiki mapema sana wameanza kuingia uwanjani. Hii maana yake ni kwamba watu kama vile walikuwa na kiu na mchezo wa ngao ya jamii. Unajua timu zinafanya usajili bora. Ndio. Siku zote mashabiki wa Yanga na Simba timu zao zikifanya usajili bora, alafu kwenye mechi za matamasha zikifanya vizuri, inawafanya wale mashabiki waje mapema sana, kwa sababu kwanza wanaamini tunaenda kumkanda mtani. Umeona, tunaenda kumvuruga mtani. Nilikuwa namsikia shabiki mmoja wa Simba anasema kwamba mwaka huu tunaenda kuwanyang'anya kila kitu, hata ile hati waliopewa ya kiwanja tunaenda kuwanyang'anya. Tuwaulize kwa nini wamepewa hati bondeni. Umeona? Kwa hiyo ni utani ambao ni mzuri, unajenga, unafikirisha kwa nini wamepewa ile hati. Kwa hiyo tunaenda kuwanyang'anya. Kwa hiyo mashabiki zile tambo zao ulizosikia za nje ya uwanja ndizo hizi unazoziona sasa hizi uwanjani, kwa sababu kwanza mtu anataka awai, atafute sehemu nzuri aliyoizoea, sawa, kwa kuepuka vurugu za nje ya uwanja, kuingia kusukumana na mapolisi na nini. Kwa hiyo ukiwahi sasa hizi unachagua siti yako mapema, unakuwa una tatizo, unasubiri sasa la ije, kwa sababu kila kitu kinaenda vizuri. Kwa hiyo naamini kabisa mashabiki wao kuja mapema inaonyesha umuhimu wa mchezo huu na hamu yao kwenye mchezo huu, kwa sababu huu mchezo ndio mchezo ambao unabeba hisia kubwa sana. Mchezo huu unaweza kumfanya mtu akawa na mwanzo mzuri wa ligi, au mchezo huu unaweza kumfanya mtu akaharibu msimu wake wa ligi wote, kwa sababu anaweza akafungwa mtu leo hapa wakaingia kwenye migogoro mpaka msimu ukavurugika mpaka mwisho, wasirudi kukaa kwenye mstari mzuri. Lakini leo mtu akishinda inamfanya anakuwa na imani zaidi ya kujitengeneza na kuendelea vizuri. Hata msimu uliopita Yanga kama angefungwa kwenye mechi ya ngao ya jamii na kwenye ligi vile alipoanza vibaya, naamini Yanga ule ubingwa angekwenda kupoteza. Lakini kwenye mechi ya ngao ya jamii alishinda, na mechi yake nyingine ya dabi akashinda, ikamwaminisha kwamba bado nina timu ya kupambana na kuchukua ubingwa. Wakarudi makocha watatu wakatengeneza timu, wakaja kupata ubingwa. Kwa hiyo ndio kinachoshabisha leo, kama watu wanataka kuona kina Nabi, wanataka kuona kina Dumbia, wale waliowasikia leo wanataka kuona kwenye mechi ya ushindani, waje wawape kile ambacho wao wanaambiwa. Hao watu wana akili za mnemba, waje wazione akili mnemba kwa zinafanya kazi, au akili mnemba zile za kwenye makaratasi tu ambazo tunazozungumza. Moro, mashabiki wameanza kuingia uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kuja kushuhudia burudani ya kile ambacho kitajitokeza. Simba leo wako kwenye kibarua kizito sana, kadhalika Yanga nao leo wapo kwenye kibarua kizito kweli kweli. Nataka nifahamu pengine kwa aina ya sajili ambazo Yanga wamefanya na usajili ambao Simba wameufanya. Tukianza na kikosi cha Young Africans, unaona labda mwalimu anaweza kuingia vipi hii leo? Naweza pengine ukawa na utabiri wa kikosi chako namba 1 mpaka nambari 11. Kwenye utabiri wa kikosi nafikiri mara nyingi mfuasi wa soka unakuwa unaona picha halisi unaipata, lakini bado naamini katika mambo mawili. Naamini kwa Young Africans kutokuwa na mabadiliko makubwa na kikosi chao ambacho kimekuwa bora kuanzia msimu uliopita, japo kocha ni mpya, kwa maana ya maingizo machache sana huenda akapata nafasi ndani ya kikosi, akiwemo mtu ambaye tayari ameshaanza kuonyesha taa ya kijani, Celestine Ekua, sio? Eneo la kiungo laweza pia likawa lina nyongeza ya watu ikiwemo Balakonte. Unamwona ni mtu ambaye anaweza akaleta ushawishi kwenye mchezo, japo bado Mudathiri na Duke Abuya mimi nawapa karata kubwa sana ya kuwa viongozi kwenye mchezo huu. Eneo lingine ambalo laweza likaleta of course utabiri wa kikosi cha kwanza hiyo ambacho kinaonekana hapo, Djigui Diarra, Zile Mwenda, Shadrack Kiboka, Dickson Job na Baka. Huu ukuta mara nyingi tunasema kwa shabiki yote wa Young Africans, hasa nyakati hizi ambazo unamzungumza Yao Kuasi alikuwa na majeraha muda mrefu, Zile Mwenda ndo mtu pekee ambaye ameingia kwenye kikosi ukiona anaaminika mpaka kwa vikosi vya mashabiki kwamba ndio mtu anayemwamini kuelekea kwenye dabi, hasa dabi iliyopita ya mchezo wa pili wa ligi kuu ya Young Africans dhidi ya Simba na mabao 2-0 ambao aliperform kwa kiwango cha juu sana. Eneo la kiungo anaonekana Mudathiri, Duke Abuya, Pacome Zouzoua, Max Nzengeli, wakiwa ni wachezaji ambao hata msimu uliopita ndio hawa walimaliza dabi ya mwisho na mchezo wa mwisho kabisa wa ligi kuu ambao ndio ulienda kutengeneza gap la pointi 4 kwa maana 82 kwao na Simba Sports 78.
Eneo la ushambuliaji bado unamuona Prince Dube pamoja na Celestine Ekua wakionekana ndio wachezaji ambao watakuwa karibu zaidi na lango la Simba kwa sababu ya nature yao ndani ya kiwanja. Celestine Ekua bao alofunga dhidi ya Bandari linakupa taswira ya moja kwa moja ya aina ya mchezaji huyu katika eneo la juu. Alifunga bao karibia na mstari wa goli kabisa kwenye goal line ndani ya 6. Inakupa taswira ya moja kwa moja ni mchezaji ambaye anapenda kuwa karibu na lango once mpira ukiwa juu ya mstari wa katikati wa kiwanja. Kwa Dube na Ekua inawezekana ni sajili ya ni utabiri wa haraka kwa sababu Dube ndio mshambuliaji kinara ambaye alikuwa msimu uliopita na Young Africans akianza kwenye vikosi tofauti. Hata Mzize akiwemo ndani ya kikosi bado ulikuwa unaona Mzize anaweza akatokea pembeni ili kumaccommodate Dube ndani. Swala la Mzize ambalo umelizungumza Galilisa, kwenye huu utabiri wa kikosi sioni Mzize akiwa ameanza. Utakumbuka msimu uliomalizika huyu Clement Mzize ndiye mchezaji mzawa ambaye alimaliza na goli nyingi sana kwenye kikosi cha Young Africans, kama utakumbuka bao 13. Lakini kwenye huu utabiri wa kikosi sijamuona 14. Mzize huyu ambaye tunamzungumza pia alikuwa amefanya vizuri sana kwenye michuano ya CHAN kama utakumbuka. Funga mabao mawili kwenye mechi moja. Na Mzize huyu ambaye tunamzungumza alikuwa na wakati mzuri pia kwenye timu yetu ya taifa ya Tanzania. Lakini kwenye huu utabiri Muro sioni nafasi ya Mzize. Umemweka kwamba anaanzia bench. Bahati nzuri haionekani ni utabiri wa nani. Haijaelezwa ni kikosi cha nani. Inaelezwa ni katika informations mbalimbali imekuja hivi. Lakini umezungumza vema, alifunga mabao 14 na hakuwa tu mfungaji wa mabao mengi kwa wazawa ndani ya Young Africans. Young Africans nzima msimu uliopita yeye ndo alikuwa top scorer wa timu. Hakuna mchezaji mwingine alikuwa na mabao mengi zaidi ya Mzize. Zaidi sana utasema Pacom na Maxi ambao walikuwa wako pale, Dube ambao alikuwa na mabao 12. Unazungumza miongoni mwa wachezaji ambao option ya mwalimu kwa namna moja ama nyingine ni aina ya wachezaji ambao unakwenda nao, whether anaanza whether anaingia kutokea bench. Sasa kwa sababu umeukwepa mtego wangu ili unase vizuri kwa sababu wakati mwingine unakuwa kama vile ni uzima wa dema, matunda yake ndio uzima wake. Unaweza kutupangia kikosi chako, pengine utabiri wako namna ambavyo unadhani leo mwalimu anakwenda kuanza kwenye kikosi chako cha kwanza cha Young Africans? Tutakuja na Endo Kinga Mkono. Kwa Young Africans nikitazama kama kila kitu kiko sawa. Djigui Diarra kwenye goli, upande wa kulia Israel Mwenda, kushoto Shadrack Kiboka, ndani Dickson Job na Baka wakiwa katika ubora wao lazima waanze nao. Eneo la kiungo bado naona sana akiwa ni Mudathiri na Duke Abuya kwa maana viungo wawili wa chini. Wakati kulia na kushoto zaidi sana bado namuona Maxi pamoja na Pacom Zuzwa. Kwenye eneo namba 10 bado ninaamini Celestine Ekua anaweza akacheza nyuma ya Prince Dube. Lakini maana yangu ni kwamba kwenye wale watu watatu nyuma ya Dube kwa maana ya Pacom, Maxi na Celestine Ekua watakuwa wanafanya rotational movement, wanapishana maeneo. Sababu Celestine Ekua anapenda eneo kubwa la kukimbia. Kwa hiyo kuna wakati utamuona Maxi hapa ndani kwenye namba 10, Ekua akiwa pembeni. Ama Pacom kwenye namba 10, Ekua akiwa pembeni. Ama Pacom na Maxi akiendelea kuataki pembeni, Ekua akiwa hapa ndani. Kwa hiyo namuona Ekua ni miongoni mwa wachezaji wapya ambaye anaweza akapata uhakika wa kuanza kwenye kikosi cha Yanga kwa kile ambacho amekionyesha kwa nyakati za hivi karibuni. Sawa. Huyu ni Galilisa Muro baada ya kutazama utabiri wa kikosi ambacho vyanzo mbalimbali vilikuwa vimeweka. Nasi Azam TV tukaona si vibaya kukusogezea, nikamswalika kidogo, kumchachawiza kidogo, walau kuona na yeye utabiri wa kikosi chake. Umesikia kile ambacho ameanza kwenye kikosi cha Muro. Pia Mzize amekosekana, lakini Celestine Ekua ameanza kwenye kikosi pamoja na Prince Dube Mpumelelo. Ni kama vile ameingia sasa kwenye ule mtego ambao ulikuwa utafuta. Nimemtegea. Na si vibaya, ni mawazo na ni hisia zake. Hakuna ubaya kwenye hilo. Kwani kuna ubaya hapo? Kwani kuna shida hapo? Kwani kuna changamoto hapo? Bwana. Sasa Endo Kinga Mkono, zamu yako sasa. Kama mwenzako kilimnyoa autie maji. Umeona utabiri wa kikosi kile ambacho kimewekwa pale kwa upande wa Young Africans. Unaacha kuongeza pengine labda kwa namna ambavyo umekiona? Kwa namna nilivyokiona, aliyepanga kikosi aliangalia mafanikio sana ya msimu uliopita. Yes, kwa wachezaji wengi aliwapa wale walianza wote. Walianza ambao wengi walifanya vizuri kwenye msimu uliopita. Lakini mimi naamini katika mechi hii kocha Roman lazima atakuja na maingizo mapya.
ambao wanataka kuwaona, hasa kwa sababu mechi hii tu ndio mechi ambayo inaanza kumwelekeza kwenye mechi yake ya tarehe 19 Ijumaa. Kwa hiyo inabidi ajaribu silaha zake zote leo kuhakikisha kwamba anakwenda Angola na silaha za aina gani. Kwa hiyo namuona kabisa Dumbi ataingia hapo kwenye kikosi. Umeona apenda kucheza nafasi ya katikati. Namuona Balakonte akiingia kwenye kikosi. Mzize kulikuwa na taarifa kwamba tokea ametoka kwenye kambi ya Stars akuwa kidogo kwenye hali nzuri, lakini sijajua kwa sababu taarifa ya mwisho jana kocha alivyozungumza alisema kuna wachezaji watakosekana, lakini hakutaja majina. Akisema si wataji. Kwa hiyo sasa hatuwezi kujua ni huyu ni miongoni mwao, japokuwa kulikuwa na tetesi mitandaoni kwamba Pacome na Mzize watakosekana. Sasa wengine wakasema hizi tetesi kwa sababu tu msimu uliopita watu wawili waliwafunga Simba, kwa hiyo watu waliwahofia sana. Kwa hiyo naona kama Pacome ataingia kikosini ana nafasi yake, Zengeri ana nafasi yake, lakini naona kabisa kuna ongezeko la watu. Andri Boye naona na nafasi ya kwanza kwenye kikosi hiki. Na Mzize kutokana na mafanikio yake na rekodi yake, kocha hana tatizo sana. Kocha ana tatizo la kujaribu wachezaji wapya kuelekea kwenye mechi yake ya Angola. Mechi hii wengi wataitumia, makocha wataitumia sana mechi hii kuandaa kikosi chao kuelekea kwenye mechi ya Angola, kwa sababu malengo ya Yanga, malengo ya Simba ni mechi ya Ligi ya Mabingwa. Kwa hiyo wewe kwenye kikosi chako hiki Mzize anaanza. Mzize kwangu haanzi. Boyeli lakini anaanza. Celestine Ekua anaanza. Duduasha ndio huyo. Duduasha anaanza. Tunategemea tupangie basi kikosi chako na wewe. Namba 1 Diara, namba 2 Israel Mwenda, namba 3 ataanza Shedrack Isaka Boka au Zimbwe. Ataanza Boka. Shedrack Isaka Boka. Namba 4 atakuja Frank Yasinki. Bwana atacheza na Job. Na Job. 6 atakuwa Balakonte. Musa Balakonte. Yes. Namba 7 atakwenda Celestine Akua. Yes. Namba 8 atacheza Dumbia. Namba 9 atasimama Mwanamfalme Dube. Yes. 10 Andri Boyeli. Na 11 Maxim pia Nzengeli. Bana, kikosi ambacho kimetabiriwa umekiona, lakini pia tumepata fursa ya kushare na wachambuzi wangu hapa vikosi cha Yanga kile ambacho wao wanakiona, lakini kama uionapo habari zinduna mara nyingi huwa haiko mbali, na kama tumetazama upande mmoja wa shilingi, basi tuangazie upande wa pili wa shilingi. Simba Sports Club nao hatujawatazama hata kidogo kabisa. Ni wakati sasa wa kwenda kuimulika Simba Sports Club, kujua namna ambavyo leo pengine kwenye utabiri kikosi chao kinaanzaje. Musa Pampa Kamara kama asemavyo Galisen Muro, na Musa Pinpin Kamara kama asemavyo Gharibu Mzinga, ameanza kwenye milingoti mitatu. Shomari Salum Kapombe show me the way yuko kwenye upande wa kuume, na upande wa kushoto anaanza na Abi Kamara. Rushen Dariek anacheza kama mlinzi wa kati, lakini Karabwe Shamu atacheza kama mlinzi wa kati pia. Yusuf Kagoma anacheza kama namba 6. Jean Shalea Hua anaanza kwenye kikosi. Neo Maema yuko ndani, lakini pia Eli Mpanzu Kibisawala amepata nafasi kwenye hiki kikosi ambacho wametabiri, pamoja na Steven Dese Mukwala leo anaanza kwenye kikosi. Muro, kikosi umekiona? Yes. Kuna namna unahoja kinzani? Kikosi cha utabiri. Kikosi cha utabiri. na si cha yeyote kati ya sisi hapa. Kabisa. Hata na wewe ambaye uko nyumbani unao nafasi ya kutabiri kile ambacho pengine kinaweza kwenda kujitokeza hii leo. Kwenye eneo la ukuta mimi sijapingana nalo hata kidogo. Hata mwanzo wakati wa mazungumzo uliniuliza unahisi Nabi Kamara mwalimu atamtumia zaidi wapi? Nikasema kwa uzoefu wa mchezo huu ni vema kumuona kwenye fullback ya kushoto kuliko hapa ndani ambapo pia kuna watu wengi, japo mwalimu anaweza akawa na mawazo tofauti kama alivyosema Kinga Mkono muda ule. Sawa. Lakini Karabwe pamoja na Rushen tuliona partnership yao ilikuwa nzuri hata kwenye mchezo wao dhidi ya Gor Mahia, lakini Kapombe alipumzika kwa muda mrefu kutokana na michezo mfululizo chani pamoja na michezo hii ya kufuzu kombe la dunia. Lakini utaona eneo la kiungo hapa ndipo ambapo mwalimu anauliza akili sana. Aende na viungo wawili wanaokaba ama accommodate kiungo mmoja tu anayokaba alafu viungo wengi ambao anacheza. Sawa. Ukisema uwe na Maema, ndio. Uwe na Joshua Lewa, uwe na Kibu pamoja na Elim Panzu. Manake wewe umerisk nafasi moja ya kiungo mkabaji asilia
utakwenda na kiungo mkabaji mmoja tu wa kiasili ambaye atakuwa ni Kagoma, kitu ambacho sikioni kwa Fadu. Fadu ni miongoni mwa makocha wanapenda sana kujilinda, yaani kwenye kutengeneza base ya defense. Ndio maana msimu uliopita waliruhusu mabao 13, wakati msimu juzi ambao ndo walifanya vibao wakaishia nafasi ya 3 waliruhusu mabao 25. Kwa akawa amecancel mabao 12 kutoka msimu juzi. Kwa hiyo unaweza ukaona hilo. Kwa hiyo eneo la kiungo inawezekana kama Alassane Maodo Kante atakuwa mzima, bado natarajia kumuona Kante pamoja na Kagoma kwenye eneo la kiungo. Maana hiyo huenda Neo Maema akaanzia kwenye mkeka, kwenye mbao ndefu, ili Kibu Mpanzu kwenye maeneo ya pembeni, Joshua Leahua abakie kwenye eneo la namba 10 nyuma mshambuliaji, wakati huo eneo la juu kabisa akisimama Steven Dese Mukwala. Kwa hiyo kwenye eneo la hichi kikosi ambacho kimeingia hapo, kwangu mimi binafsi ningemchomoa Neo Maema na kumweka pale Alassane Kante kwenye kuimarisha bezi ya kiungo. Lakini kama mwalimu atakuwa anahitaji kushambulia kupita kiasi na kuumiliki zaidi mpira, ndio maana Neo Maema kwa kikosi hichi cha utabiri amedumbukizwa hapo kuhakikisha timu inacheza katika mfumo wa 4-4-2. Hata Fadu alipocheza juzi na Gor Mahia, wengi waliona ni 4-2-3-1, lakini alicheza 4-4-2 Diamond. Diamond maana yake eneo la kiungo latengeneza shape ya umbo la almasi ama kisu kwenye karata ambavyo wage yanatazamika. Kiungo mmoja anakuwa chini, viungo wawili, mmoja hapo anakuwa winga paseni Mpanzu, mmoja alikuwa Neo Maema, lakini juu kwenye ile ncha ya kisu alikuwa amesimama Joshua Leahua. Alafu washambuliaji wawili alianza Soa na Kibu kama strikers pase wawili. Sasa inawezekana kwenye mchezo huu wa leo mwalimu akataka kuona anakwenda na mpango ule ule ili Shomari aatake eneo la pembeni, kwa sababu ukisha bana kiungo kwenye shape ya 4-4-2 Diamond, manake viungo wanne wanakuwa ndani, huku pembeni upate watu ambao wana overlap kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo inawezekana Fadu akaja na 4-4-2 Diamond kwenye msimu huu tofauti na 4-2-3-1 tulioiona msimu uliopita. Bana, huo ni utabiri wa Galisten Muro, na kwenye kile kikosi cha utabiri cha kwanza cha Simba Sports Club, Mfalme wa Nyika na Mnyama Mkali wa Mutuni, Muro kuna namna amefanya mabadiliko kiasi, mabadiliko ambayo ameyafanya kumtoa Kamara eneo la pembeni na kumrudisha katikati, akiamini kwamba ndio eneo ambalo pengine Simba wanahitaji kuwa na viungo wawili wenye asili ya kukaba, akimtaja Yusuf Ali Kagoma ambaye anatajwa kwamba ni miongoni mwa wachezaji wenye asili kabisa ya kuwa kiungo mkabaji. Atakwenda kucheza na nyota Alassane Kante. Kwa sasa moja kwa moja tumpe kijiti pia Andrew, wengine wakimwita Andrea Kinga Mkono, lakini hili Andrea mwenyewe halipendi sana. Andrew bwana Andrea analipenda sababu mamangu anapenda kulitumia Andrea. Andrea nikisikia hiyo najua huyo sababu mkubwa anaita na jambo. Basi Andrea, wewe unasemaje kwenye utabiri wa kikosi cha kwanza cha Simba? Una cha kuongeza au kupunguza? Cha kuongeza ni kwamba sibishani na Muro, kama nani Kante anarudi kule kucheza pale katikati. Kante. Kante hapo hayupo kwenye kikosi, lakini namuona Kante anarudi kucheza pale katikati kumuongezea nguvu Kagoma. Sawa. Unaona, kwa sababu hata kocha alizungumza ataangalia jana na leo kuona ameamka vipi, kwa sababu tokea ametoka kwenye mechi yake ya kimataifa hakuwa kama kwenye kiwango kizuri, na siku ile alimuingiza kidogo. Kwa hiyo naamini atakuja kumchezesha. Amempeleka Nabi pembeni, labda atakwenda pembeni kutokana na kutaka kuzuia ubora wa Yanga kupitia pembeni. Ndio. Umeona, kwa sababu Yanga wana watu ambao watakuwa wanakimbia sana kupitia Mwenda anakimbia, Shedrack Boka anakimbia kupitia pembeni. Kwa hiyo wakati mwingine unabidi uweke na mtu anayekimbia ili wale watu wasije sana mbele kwao. Kwa hiyo naamini kama ataendelea kucheza pembeni kwa minajilio kwamba ya kuzuia kwamba hawa watu wasije wakamshambulia sana kutokea pembeni. Kingine naona pale mbele bado sina wasiwasi. Mkwala ataanza kwa sababu ameonyesha kiwango kizuri na amejiamini, na ndio maana uongozi wa Simba uliamua kumbakisha kwa sababu wakiamini kwamba msimu huu kwao ni mtu muhimu, karakta muhimu sana kuelekea kwenye mashindano makubwa. Kwa hiyo Mkwala ataendelea kuanza pale mbele. Mwingine ambaye namuona ana nafasi ni mechi iliyopita John Chohawa akufurahia kucheza pembeni. Nadhani mechi hii kocha ataendelea kumtumia katikati zaidi. Kwa hiyo Neo Maema anaweza akaingia ili awe anatokea pembeni. Naye Maema ni mzuri vile akiwa anatokea pembeni. Kwa hiyo naona kikosi changu kitofautiana sana iko kilichokuwa hapo. Naona Simba akiwa na mpango mzuri zaidi. Sawa. Bana, ni Andrea Kinga Mkono kwa maoni yake ya kile ambacho kikosi cha utabiri ambacho kimewekwa. Tumekitazama kikosi cha utabiri cha Simba
lakini pia tumekitazama kikosi cha utabiri cha Yanga na vikosi vyote viwili tumefanya kuwapa nafasi ya wachambuzi wangu wao tuone wanaongeza nini na wanapunguza kitu gani. Muro, huenda swali hili nisipokuuliza nikaulizwa na wafuasi wangu. Unajua na mimi nina wafuasi wangu hapa tumekaa, lakini kule maeneo ya Kirongwe Mafia, Baleni wanafuatilia, maeneo ya Kilindoni wanafuatilia. Na nimepokea simu sasa hivi hata maeneo ya Banja na Jojo kote huko Azam TV imetapakaa na watu wanafuatilia haya matangazo mubashara kabisa. Swali ambalo limeulizwa na Barwan ni kuulize Mohamed Hassan Barwan na sio Barwan Mmoza. Sema Muro, nini unakiona kuelekea kwenye mechi ya leo ya ngao ya jamii? Nani anapasuka? Kaniuliza nikuulize. Yaani ameniambia nikuulize. Bora ungeishia kwenye nini nakiona. Kwenye of course kwenye nini nakiona kwa vikosi nilivyoviona. Ndio. Huenda tukashuhudia idadi nzuri ya mabao. Yes. Kwa sababu dabi zilizopita 3. Ndio. Tumeshuhudia mechi yenye mabao mengi ni mawili tu iliyopita, lakini zingine zote ilikuwa bao moja. Lakini kwa aina ya sajili nilizoziona na aina ya wachezaji nilioona, kuna mabao mengi kwenye mchezo. Unaona mabao mengi? Huenda mabao 3 na kuendelea. Sio kwa timu moja kushinda 3-0. Lakini mechi nzima kuwa na mabao huenda kuanzia 3 na kuendelea. Andrew Kinga Mkono, ni mechi ngumu. Ni mechi ambayo naamini kabisa rekodi zao za watu watakaa sana nyuma kujilinda. Kwa hiyo bado magoli yatakuwa machache. Kwa hiyo mnatofautiana. Yaani nyinyi mnaachana hivi. Magoli yatakuwa machache kwa sababu naona timu zote kwanza zimeimarika kwenye safu zao za ulinzi. Sawa. Na mpira kwa sababu utachezwa sana katikati. Unajua mpira ukiwa unachezwa sana katikati, watu watagongana sana. Refari leo Arajiga kadi zake aziweke vizuri, asiwe mepesi sana kwa sababu watu watapishana na watagongana sana. Kwa hiyo awe makini asituharibie uondo mapema, japokuwa haki itendeke. Kwa hiyo naamini kabisa mechi itakuwa ngumu na magoli yatakuwa machache. Atakayefungwa goli zikizidi sana kwa 2.